Akaendelea kusema subhana, wama nuakhiruhu, hatukuwa hiyo siku tukiichelewesha. Sio kama kwamba siku hiyo tunaichelewesha, ila isipokuwa siku hiyo inakuja liajali maadudin, kwa muda maalumu uliokuwa umewekwa, kwa hisabu maalumu zilizokuwa zimehisabiwa mpaka ujio wa siku ya Kiyama. Kwa hivyo Kiyama kipo, moto wa Jahannamu upo, pepo kwa Waislamu ipo, lakini hichi Kiyama sio kama kwamba kinachelewa, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala toka alipouumba ulimwengu alikwisha kukadiria na siku ya ujio wa Kiyama. Ndiyo anasema wama nuakhiruhu, hatukuwa sisi wenye kukichelewesha Kiyama illa liajali maadudin, isipokuwa Kiyama kimepangiwa muda na tarehe na masiku maalumu yanayojulikanwa mbele za Allah. Yauma yaati, siku ambayo siku hii itakuja, la takallamu nafsun illa biidhnihi, hakuna anayeweza kunyanyua midomo kuzungumza chochote katika siku hii ila huyo mtu awe amepata idhni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wakati watakapokuwa wakirejea akhira, viumbe wote wanarejea katika hali mbili tofauti. Faminhum shaqiyun, miongoni mwa watu wanaorudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala watakuwa watu mashaqii, watu wakorofi, watu walioichagua dunia, watu walioifadhilisha dunia, watu walioipa kipaumbele dunia, wakafanya lolote lile linalohitajika ili kufanikisha mambo yao ya dunia. Kwa hivyo hilo ndiyo kundi litakuwa mashaqii. Wasaidun, na kundi jengine litakuwa watu watukufu, watu walioishi katika dunia kwa tahadhari kubwa, walioishi wakizingatia maagizo na maelekezo ya Allah Subhanahu, walioishi kwa kuyaepuka makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walioishi wakawa na tahadhar wasije wakateleza wakaangukia katika dunia. Kwa hivyo watu watakaporejea mbele za Allah wanarudi katika hali wakigawika katika makundi mawili. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema faminhum shaqiyun, miongoni mwao ni watu wabaya, wasaidun, na miongoni mwao ni watu wema. Hii ni siku nzito, siku ambayo Allah Tabaraka wa Ta'ala anautangazia ulimwengu kwamba siku hii la takallamu nafsun, hakuna nafsi itakayozungumza illa biidhnihi, isipokuwa mpaka hiyo nafsi ipate ruhusa kutoka kwa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Katika suratul Mursalati Allah mtukufu anasema hadha yaumun, hii ni siku nzito, ni siku ya aina yake. La yantiqun, watu hawatazungumza wanavyotaka wao. Wala yuudhanu lahum, wala hawatapewa nafasi na ruhusa. Fayatadhirun, wakaomba samahani mbele za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni siku nzito. Katika suratu Naziati Allah Tabaraka wa Ta'ala anasema Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma arrahman
mwenye mamlaka katika siku hiyo ni Bwana mmiliki wa mbingu na ardhi, Bwana aliyeumba mbingu na ardhi na vilivyomo katika mbingu, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, na vilivyo baina ya mbingu na ardhi. Anasema subhanahu wa ta'ala, si mwingine Ar-Rahman, la yamlikuna minhu khitaba, siku hiyo hawatakuwa na mamlaka ya kuweza kusema chochote. Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu Ar-Rahmanu wa qala sawaba. Hakuna mtu atakayeweza kusema kwa fosi anavyotaka yeye, labda yule mtu atakayekuwa amepewa ruhusa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo aya zinatufahamisha uzito wa siku ya Kiyama. Aya zinatufahamisha uzito wa siku ya Kiyama, kwamba mwanadamu pamoja na kuwa tharthar, mtu mwenye kusema sema, siku hiyo mtu hatoweza kusema, labda yule atakayepewa idhni ya Allah tabaraka wa taala aseme ndiyo atakayesema. Yauma yaati la takallamu nafsun, haitazungumza nafsi ya mtu yoyote, illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhni yake Allah. Ay yauma yaati dhalika alyawmu rahib, siku itakayokuja hiyo siku nzito, la yatakallamu ahadun, hakuna atakayezungumza hata mmoja, illa biidhnillahi ta'ala, isipokuwa kwa idhni ya Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala. Faminhum shaqiyun wa sa'idun, miongoni mwao siku hiyo watu watakuwa katika kundi la watu wabaya, watu walioifadhilisha dunia, watu waliokuwa hawakujiandaa na marejeo ya kurejea kwa Allah subhana. Wa sa'idun, na litakuwa kundi la pili, kundi ambalo liliishi kwa maelekezo ya Allah. Aifa min ahli almawqifi, katika hao watu watakaosimama katika viwanja vya hisabu, shaqiyun wa minhum sa'idun, ka qawlihi, kama alivyosema subhanahu wa ta'ala, fariqun fil jannati, siku hiyo kundi litakuwa la watu wa peponi, wa fariqun fis sa'ir, na kundi jengine litakuwa katika kundi la watu wa motoni. Naudhu billahi min dhalika, Mwenyezi Mungu atuhifadhi na hiyo siku nzito, siku ya ajabu hiyo. Tayeb, aya zinaendelea kusema, fa amma alladhina shaku, ama wale watakaorudi mbele za Allah ikathibitika kuwa wao ni mashaqii, ikathibitika kuwa wao ni watu wabaya, ikathibitika kuwa wao waliishi katika dunia wakiona kama kwamba wamefika, fafinnari, watu hao hakuna jengine isipokuwa makazi yao ni motoni. Lahum fiha, wamethibitikiwa au watakuwa nayo watu hao ndani ya moto, zafirun wa shahiqun. Baadhi ya wanawazuoni maneno haya wameyatafsiri kwa kusema watakuwa wakipiga kelele, lakini kelele zao zitakuwa kama vile anavolia punda. Tafsiri yake maneno haya, neno shahiqun, yani watakuwa wanapiga kelele lakini sauti zao zimebanika wakati wanapotoa pumzi,
na wakati wanapovuta pumzi kuingiza ndani, kwa maana watakuwa katika hali ya dhiki mno, hali ambayo haitaeleweka. Lakini kwa ufupi, watakuwa wakipiga makelele kama vile anavyopiga makelele punga kirongwe, lakini hawa watu watakuwa katika adhabu ya moto wa Jahannam. Mungu atuhifadhi na adhabu ya moto wa Jahannam.